Nimelishuhudia balaa la kutisha, balaa kubwa sana, ambalo ni la kusikitisha na la kuhuzunisha. Balaa la mtu kuanza vyema na kumaliza vibaya. Nimelishuhudia balaa kubwa na la kutisha la mtu kuanza katika moto na kumaliza katika baridi ama kwa uvuguvugu. Ni balaa kubwa na la kutisha. Nimelishuhudia balaa kubwa sana la mtu kumpenda Mungu na hatimaye upendo wake kupoa kwa sababu fulani fulani. Ni balaa la ajabu sana ambalo kila nikilitafakari ninaona wengi wakimaliza vibaya. Walianza kwa kumpenda Mungu kwa nguvu sana, lakini hata sasa upendo wao umepoa kwa Mungu kwa sababu ya kupenda fedha. Upendo wao umepoa kwa Mungu kwa sababu ya kupenda fedha. Timotheo wa kwanza sura ya 6 na mstari wa 10, maandiko yanasema, maana shina la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. Maandiko hayasemi ya kwamba tatizo ni fedha, yanazungumza kwa habari ya kupenda fedha. Upendo wa wengi umepoa. Watumishi wengi, wahubiri wengi, waimbaji wengi, kanisa kwa ujumla, upendo wa kwanza umepoa kwa sababu ya kupenda fedha. Upendo wa wengi umepoa kwa sababu ya vyeo, kutafuta heshima. Kumesababisha upendo wa kwanza pamoja na Kristo aliyewaoa, aliyewafia kupoa. Watu wamekuza vyeo. Maaskofu wanapigana vita, kesi ziko mahakamani. Mtu yuko tayari afarakane na mwenzake eti ajitenge na madhabahu hiyo ili aanzishe kanisa la kwake. Upendo wa wengi umepoa. Ni balaa zito sana ambalo watu wamekuwa ni mafarisayo, wanaokuza vyeo, wanaotafuta kuheshimiwa na wanadamu, wanaotafuta kutisha kwa wanadamu badala ya kushuka na kunyenyekea. Lakini watu wamekuza vyeo vyao, wamekuza heshima zao. Ni bora kuheshimiwa na Mungu kuliko kuheshimiwa na mwanadamu. Wala usijaribu kamwe kutafuta heshima kwa wanadamu, kwa sababu kama mwanadamu hajawahi kuheshimu, isipokuwa heshima inapatikana kwa Mungu aliye hai. Badala ya watumishi kumtumikia Mungu ili waheshimiwe, hivi sasa wanawatumikia wanadamu ili wapate heshima. Ni balaa kubwa ambalo nimelishuhudia ndani ya wokovu, balaa ambalo sijui ni nani atakayeleta uzima katika hili isipokuwa Mungu peke yake. Upendo wa wengi umepoa kwa sababu ya kutafuta umaarufu ama kujulikana. Mtu yuko radhi ajulikane kuliko Mungu anayemwabudu au Mungu anayemtumikia. Na ukweli ni kwamba ukiona unajulikana kuliko Mungu unayemtumikia, ufahamu ya kwamba Mungu unayemtumikia si Mungu muumba mbingu na nchi, bali ni Mungu Shetani. Kwa sababu sisi ni watendakazi pamoja na Kristo. Nazungumza na watumishi wa Mungu, wahubiri wa Injili, nazungumza na wachungaji, nazungumza na mitume, nazungumza na manabii, nazungumza na wainjilisti na walimu na kanisa lote kwa ujumla ulimwenguni kote. Nazungumza kwa habari ya balaa ambalo limebeba kilio kikubwa na cha milele ndani yake. Balaa la kutisha la mtu kuanza vyema na kumaliza vibaya. Ni balaa zito sana ambalo hata hivi sasa ninavyozungumza, huzuni imetanda ndani yangu. Kwa namna gani watu wengi wanamaliza vibaya? Wachungaji wengi wanamaliza vibaya, maaskofu wengi wanamaliza vibaya, washirika wengi wanamaliza vibaya. Ni balaa zito sana. Upendo wa Mungu umepoa ndani ya watu kwa kuifuatisha dunia, kutaka kuendana na dunia na mifumo ya dunia, mifumo ya serikali, mifumo ya uchumi, mifumo ya teknolojia. Paulo anatuonya katika Warumi 12:2 ya kwamba wala msifuatishe kawaida ya ulimwengu huu, bali tugeuzwe nia zetu. Lakini badala ya kanisa kumfuata Mungu vile anavyotaka, kanisa limeamua kuifuatisha dunia, na hatimaye mwisho wa wengi unakuwa ni mbaya. Ni balaa zito
ni balaa kubwa sana la kutisha katika wokovu. Upendo wa wengi umepoa kwa sababu ya mazoea na ukawaida. Wokovu leo hii hauchukuliwi kwa uzito kama kitu cha thamani, bali wokovu unachukuliwa kama kitu cha ziada ambacho pengine mtu anaona ya kwamba ni kama sitakiwi kuwa nacho, au pengine niwe nacho lakini nikichukulie kawaida. Mtu amejali fedha kuliko wokovu, amejali maisha yake kuliko wokovu, amejali vitu ambavyo vinamfanya aishi kwa muda mfupi kuliko kujali hatima yake, kuliko kujali uzima wa milele. Laiti mwanadamu ungejua ya kwamba maisha na hatima yako ndio utakayoiishi milele kuliko haya unayoyaona. Ukawaida, ibada za kawaida, hakuna uzito tena katika ibada. Maombi ya kawaida, kumlilia Mungu hakupo tena, ni kwa kawaida. Wachungaji wanaona ni kawaida, ni hubiri tu kawaida, lakini hakuna thamani na uzito katika wokovu. Ni balaa kubwa ambalo nimelishuhudia.